Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. VID yatoa vifaa vya shule kwa wanafunzi zaidi ya 260 katika mikoa ya Mwanza na Geita. Waislamu wa kata Kiloleni katika manispaa ya Tabora waomba kuungwa mkono katika ujenzi wa msikiti. Katika habari za kimataifa, watu takriban 15 wamefariki baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria zaidi ya 350 kuzama majini katika pwani ya kusini mwa Ufilipino. Na mkapu la habari linaanzia jijini Mwanza. Taasisi ya wanawake inayojitolea kusaidia watoto yatima wa majumbani na wanaoishi katika mazingira magumu, Volunteers in Development VID, yenye maskani yake makuu jijini Dar es Salaam, imegawa sadaka vifaa vya shule kwa wanafunzi zaidi ya 260 wanaohudumiwa na taasisi hiyo katika mikoa ya Mwanza na Geita. Rajab Shaban Matuga ana taarifa zaidi. Kati ya watoto hao yatima na wenye uhitaji waliopatiwa sadaka hiyo, wanafunzi zaidi ya 200 ni kutoka jijini Mwanza na wengine wanufaika ni kutoka mkoani Geita. Kwa kweli kilichotusukuma sisi wanawake wa Kiislamu hapa Tanzania kupita katika majumba watu kuwakuta mayatima wa majumbani wana mazingira magumu sana, kiasi ambacho wamesahaulika katika jamii. Msaada huu tulioleta leo hii, tema tunaleta kila mwaka inshallah, lakini temu hii tumepata changamoto kidogo kwa sababu zisizozuilika, lakini kila mwaka watoto wanapokea madaftari, begi, viatu, uniform, na pia katika mwezi wa Ramadhani ukifika tunatoa kama iftari, wanaftari na nguo za sikukuu. Wito na rai ya VID ni kuendelea kuwashika mkono kwa mahitaji mbalimbali watoto yatima wanaoishi majumbani. Wito wetu kwa Waislamu, VID ni chama cha wanawake. Mwanamke yoyote popote alipo anaweza kujiunga na VID kwa sadaka ya shilingi 10,000 kwa mwezi. Wanaume pia tunawakaribisha waweze kutuunga mkono katika harakati hii. Manake watu wote wameelekeza kusaidia watu wa vituoni, unakuta wanapata chakula, wanapata nguo, lakini ukifika kwa wastani watoto wa majumbani vijijini wana hali mbaya sana. Kwa hiyo tunaomba support yoyote mwenye kujaliwa kusaidia, inshallah ayunge mkono VID. Katika kuhakikisha huduma na msaada unaotolewa na taasisi hiyo unawafikia wahitaji walio wengi zaidi, VID wametaja malengo na mikakati iliyopo ikiwemo ujenzi wa vyuo vya kati. Kutanua mpaka sasa hivi tuna harakati za ujenzi, tengeneza vyuo vya kuweza kusomesha watoto mayatima wenye mazingira magumu na kuweza kujiajiri pia. Tunaomba tusapoti katika hili kwa sababu tunapitia wakati mgumu. Kama sasa hivi tumechelesha hadi vifaa kwa sababu ya changamoto za maisha imekuwa ni magumu. Kwa hiyo tunaomba tusapoti inshallah. VID imenisomeshia watoto wangu wakiwa chekechea mpaka leo wameweza chuo. Hatuwezi kuwalipa ila tunamuomba Allah awalipe. VID kwa kweli alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wamenisaidia mimi tangu mwaka 2014 ndipo niliopiwa na mume wangu. Wamenilelea watoto wangu kupitia VID, kuanzia mahitaji yao ya shule, Ramadhani mpaka mavazi ya sikukuu.
Kwa upande wao, baadhi ya watoto wanaosaidiwa na taasisi hiyo katika masomo yao, mbali na kuwashukuru, wameomba wadau mbalimbali ikiwemo serikali kuendelea kuiunga mkono VID. Najisikia vizuri kwa kupewa vitu vya shule, vifaa vya shule. Naomba Mungu awaruzuku na awaongezee kwa hicho walichokitoa, na Mungu awazidishie, waendelee kutushika mkono. Wameanza kutushika mkono toka darasa la kwanza mpaka nimefika form 3. Kabla ya msaada huu nilikuwa napitia changamoto mbalimbali. Shule nilikuwa siendi kwa sababu ya vifaa, lakini nashukuru nyie mmeweza kunisaidia na mpaka sasa nipo kidato cha 3. Nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki, awasaidie. Najisikia vizuri kwa kupewa msaada huu. Nianza kupewa msaada huu toka darasa la 3 hadi sasa hivi form 4. Nilikuwa sina madaftari, viatu, shule naenda na ndala. Nawashukuru sana, naombea dua Allah awajalie, awabariki, awazidishie pale wanapotoa. Wakazi wa kata ya Mabatini jijini Mwanza wameishukuru serikali kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata hiyo, ikiwemo ujenzi wa daraja na uwekaji wa taa za barabarani, hatua inayokwenda kuondoa adha ya mafuriko hususan nyakati za mvua. Zuberi Mgaya ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza, wakazi wa kata hiyo ya Mabatini wamesema ujenzi wa miundombinu hiyo imekuwa chachu ya kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, hususan kupitia biashara zao ambazo hivi sasa zimekuwa zikiendelea mpaka nyakati za usiku kutokana na uwepo wa taa za barabarani. Furahia na taa zinazowaka Mabatini hata kama sizifanyi kazi za mchana. Mimi kazi yangu ni ya nauza ni mchana, lakini inasaidia kwa kina mama na makaka zangu wanauza barabarani hapa makazi. Alitoa Mheshimiwa Rais tumesaidia tumai kupunguza mafuriko Mabatini. Kama mnavyoona hata mabomba ya maji yako chini tumeyapandisha. Lakini pia kabla ya ujenzi wa hilo daraja pamoja na njia unganishi Mabatini hakukuwahi kuwepo taa. Kwa sasa hivi kuna taa na wananchi wanafanya biashara usiku na mchana. Aidha, Chigugu amesema miradi hiyo imesaidia upatikanaji wa ajira mbalimbali kwa vijana wa kike na wa kiume wakati wa utekelezaji wa miradi hiyo, ikiwa ni lengo la serikali kuendelea kutoa fursa za ajira kwa vijana wa Kitanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali nchini. Wanufaika wa mradi wamekuwa ni wengi sana, wakiwemo wananchi wa eneo husika. Tuliajiri ajira za muda mfupi na ajira za muda mrefu, ambapo vijana kwa kweli wamepata ajira. Mafundi ni wengi, vibarua ni wengi. Na wakati wa kutoa zile ajira tuliajiri tukaweka mchanganyiko wa jinsia pamoja na wanawake kwa wanaume, tukazingatia gender issue. Kwa hilo limezingatiwa kwa kweli. Wananchi wa Mabatini wanaofanya biashara za chakula mpaka sasa wanaendelea kunufaika. Lakini si hivyo tu, hata njia sasa naona inapitika. Mtu anaenda Buzuruga, saa nyingine hana hata haja ya kupanda daradara, wanatembea wanafurahia. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya biashara kiwa huru, hata vibaka wamepungua mtaani kwetu. Akielezea maendeleo ya ujenzi wa daraja la Mabatini, Sefro Taliatu ambaye ndiye msimamizi wa mradi huo amesema kwa sasa wapo hatua ya mwisho ya ujenzi wa mitaro ili kukamilisha ujenzi huo. Taa zinawaka na kazi nyingine ambazo imeshakamilika ni uwekaji wa tabaka la lami. Mkandarasi ameshaweka tabaka la lami. Kwa hiyo kwa sasa daraja linaenda kukamilika, liko kwenye 99%. Tunamshukuru Rais wetu kwa kuwezesha ujenzi wa daraja hili ambao ilikuwa ni changamoto kipindi cha masika, wananchi walikuwa wanashindwa kupita, lakini kutokana na kipaumbele cha ujenzi wa daraja hili wananchi wanashukuru sana na hawatapata adha ya mafuriko kama mwanzo. Barabara letu hili tutakapolimaliza, tukiwakabidhi wananchi, watakuwa na nafasi za usafiri maalum wa kutegemea na taa zetu hizi. Upande wa taa na zenyewe zitakuwa zinatuondolea uoga kwamba mbona hapa kuna giza. Mkoani Tabora, mwandishi wetu Saidi Kapalila anatuarifu kuwa waumini wa dini ya Kiislamu katika kata ya Kiloleni, manispaa ya Tabora mkoani humo wamezindua harambee ya ujenzi wa msikiti wa Munawwar Kiloleni ambao miundombinu yake kwa sasa imechakaa, wakiwaomba Watanzania kusaidia gharama za kufanikisha ujenzi huo. Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa harambee hiyo iliyofanyika kata ya Kiloleni hapa manispaa ya Tabora, Hussein Doyo anabainisha gharama za ujenzi pamoja na muundo wa msikiti unaotarajiwa kujengwa, huku Sudais Abbas akitoa ombi kwa Watanzania. Kuanzia msingi hapo chini mpaka inafika juu,
kupaua ni milioni 200 ile jengo. Kutakuwa na sehemu ya kuoshea maiti, kutakuwa na ofisi ya imam, kutakuwa na ofisi ya kata, lakini kuna kitengo kitakachosababisha watu kila anayezaliwa lazima msikiti ufahamu. Kwa hiyo lile jengo msilione vile, kuna ofisi mle za kina mama pia. Ni jambo la Allah. Kazi yetu ni kusema. Katika surati Al-Kahf Mwenyezi Mungu anasema faliyakul haqa, sema tu ukweli. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Ndugu Waislamu waliopo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, tunatumaini utakuwa mzima wa afya njema. Tunakuandikia kwa madhumuni ya kukuomba mchango wako wa kipekee katika ujenzi wa msikiti wetu. Lengo letu ni kukamilisha ujenzi huu ili waumini wawe na mahali pazuri pa ibada. Kwa upande wake, Sheikh Misanya Mkuruti kutoka jijini Dar es Salaam, ambaye ndiye mgeni rasmi katika uzinduzi huo, mbali na mambo mengine, anabainisha faida zinazopatikana kwa mwanadamu ambaye anatoa sehemu ya mali zake kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hili la kujenga nyumba ya Allah litatupa sisi muongezeko wa shughuli zetu kuwa fasaha, vipato vyetu kuongezeka, na familia zetu kulindwa na maadui. Wa rasulihi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye baada ya kufukuzwa na makafiri kwa kutaka kuuawa kukimbilia Madina, hakujenga chochote, bali alijenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni msikiti. Sisi sote tuna mali, biamwalikum, mali zetu zitumike kwa ajili ya kujenga hizi nyumba za Allah ili tujengewe nyumba peponi. Wa anfusikum, na kujitoa muhanga, kujitolea kwa sisi wenyewe kutenda moja hadi lingine. Baadhi ya wazazi na walezi mkoani hapa wanaeleza tija itakayopatikana pindi msikiti huo utakapokamilika, haswa katika kudumisha maadili kwa vijana wao. Shikamane, tuwe kitu kimoja, kina mama na kina baba, wala tusitirafiani. Na utakapokuwa umeshajengwa huu msikiti, watoto wetu waweze kusoma, wapate maadili ili waweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Serikali mkoani Mara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo maondolea adha ya ukosefu wa madawati wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani humo, hatua inayolenga kuongeza utulivu kwa wanafunzi wanapokuwa katika masomo. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa kukabidhi madawati hayo zaidi ya 900, meya wa manispaa ya Musoma Alex Nyabiti ameelezea gharama zilizotumika katika ujenzi wa madawati hayo, akitaja jitihada za aliyekuwa mbunge wa jimbo la Musoma mjini katika uboreshaji wa sekta ya elimu. Mara ya kwanza tumegawa madawati 600 kwenye viwanja vya Mkendo, na tumegawa madawati 542. Leo tutakwenda kugawa madawati 950. Na madawati haya yote jumla yako 2092, ambayo yamegharimu milioni takriban 68. Lakini mnaweza mkashangaa kidogo, pesa ni ndogo na madawati ni mengi. Hii ni kwa juhudi kubwa aliyoifanya Mheshimiwa mbunge mstaafu Fedaus Matayo Manyinyi, kwani aliweza kutafuta vibari na pesa yake mwenyewe binafsi, na akanituma mimi na diwani mwingine tukaenda polini Buhindi kwenda kupasua mbao. Kwa upande wake, afisa elimu wa manispaa ya Musoma Bakari Sigini ameelezea idadi ya madawati iliyopo kwa sasa katika manispaa hiyo mara baada ya kupokea madawati hayo kutoka kwa serikali na wadau wa maendeleo. Tuna jumla ya madawati 2092, yakiwemo sekondari madawati 700 na shule za msingi madawati 1392. Tulipokea milioni 68 na laki 421,200 katika awamu 3 tofauti. Awamu ya kwanza ilikuwa milioni 14, awamu ya pili ilikuwa milioni 47 na senti, lakini awamu nyingine ilikuwa milioni 9, milioni 6,961. Kwa ujumla ukiweka unapata milioni 68. Sisi tulikuwa na activity mbili. Moja ilikuwa ni kutengeneza madawati kwa maana ya kununua vyuma, lakini awamu ya sehemu nyingine ya pili ilikuwa ni kulipa mafundi, ambapo tulilipa mafundi kazi ya kutengeneza.
Wakiyapokea madawati hayo, walimu wa shule mbalimbali katika manispaa ya Musoma wamewashukuru wadau wa maendeleo kwa kuiunga mkono serikali na kusema madawati hayo yataongeza ufanisi wa kitaaluma kwa wanafunzi wa shule za manispaa hiyo. Madawati haya yanakwenda kuondoa kero ya wanafunzi wetu, hususan kwenye swala zima la kukaa chini. Sisi kama walimu tunapokuwa tunafundisha, tunapenda sana watoto wetu wakalie madawati. Mtoto anapokaa kwenye dawati anapata namna nzuri ya kujifunza, hasa tunapotoa masomo pale darasani. Kwa mgao huu sasa tunakwenda kunufaika kuhakikisha watoto wote wanakwenda kukaa kwenye madawati na kuyasimamia ipasavyo. Kwa kweli, kwa mfano shule ya msingi Kwangwa nilikuwa na watoto takriban 200 walikuwa wanakaa chini. Kwa kupitia kwenye madawati haya yatapunguza kero ya wanafunzi kuweza kukaa chini, hasa wanafunzi wa madarasa ya chini ambao wanajifunza mwandiko. Madiwani na wataalamu wa halmashauri ya wilaya Lushoto mkoani Tanga wametakiwa kushirikiana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kuzingatia mipaka ya majukumu yao ya kazi. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto Bi Witness Mwinzangi wakati wa mkutano wa baraza la madiwani uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri hiyo, akisisitiza kuheshimiana na kushirikiana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu, twendeni tukatimize wajibu wetu. Kila mmoja aliyeko hapa anaujua wajibu uliomweka hapa. Twende tukatimize wajibu wetu, kwa kuwa hii ni ahadi yetu kwenye sala zetu, lakini pia ni ahadi yetu kwa sisi madiwani wakati tunaomba ridhaa kwa wananchi wetu. Waheshimiwa madiwani wa kata, tunajua majukumu yetu na tunajua mipaka yetu. Nisisitize, tuishie kwenye mipaka yetu, tusiingilie utaalamu. Wataalamu, naomba tutoe ushirikiano kwa waheshimiwa madiwani. Hakuna mwenye ugomvi na mtu yoyote. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wamesema wataendeleza kwa asilimia kubwa miradi mbalimbali ya maendeleo na kusema miradi mingi imeendelea kutekelezwa kutokana na ushirikiano uliopo baina yao na wataalamu wa halmashauri hiyo. Kwenye upande wa usimamizi wa miradi mbalimbali ambayo serikali imetupatia kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu, na kwa ujumla usimamizi wake kwa asilimia kubwa, kata nyingi zimefanikiwa. Miradi mingi ya maendeleo ambayo ilikuwa ina tija kubwa kwa jamii imeonekana ikiwa na tija. Kwa mfano, chukulie mfano kwenye kata yangu ya Mng'aro, tuna mradi wa kituo cha polisi ambacho tunaitegemea sana nguvu ya wananchi pamoja na serikali kwa kutushika mkono. Lakini tuna miradi ambayo bado ni vipolo ambayo inaendelea kutekelezwa. Lakini pia tuna mradi ambayo imekuja kwa muda mfupi ambayo imetekelezwa tayari. Katika hatua nyingine, wameelezea umuhimu wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa inategemea pesa kutoka ndani ya halmashauri, akisema ni jukumu lao kuhakikisha wanaongeza umakini katika swala hilo. Ukusanyaji wa mapato ni moja ya mambo ambayo tunasema kwamba ni swala la muhimu kabisa, kwa sababu kukusanya mapato yanashabihiana kabisa na hii miradi ambayo tunayo kwenye maeneo yetu. Kwa sababu hii miradi na maendeleo yote kwenye halmashauri ya Lushoto lazima itegemeane pamoja na hii na haya mapato ya kwenye halmashauri. Kwa awamu hii ya robo ya pili katika mwaka huu tumekusanya shilingi milioni 1,190,290. Makusudio ni kukusanya milioni 2,500,000, kwa maana ya mwaka mzima tunakusanya milioni 1, ndio makusudio yetu. Mwenyekiti wa kamati ya kusimamia ofisi za viongozi wakuu wa kitaifa ya Baraza la Wawakilishi Machano Osman Said amesema uwasilishwaji wa muundo wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ mbele ya kamati kutawasaidia wajumbe wapya wa kamati hiyo kujua ofisi kwa urahisi. Tupate taarifa zaidi. Akitambulisha kamati hiyo katika kikao kilichofanyika kikosi cha Varantia Mtoni, amesema lengo ni kupata ufahamu juu ya wizara hiyo inayohusika na wananchi kuanzia ngazi ya shehia hadi mkoa, hivyo kuitambua kwake kutarahisisha ufuatiliaji.
Serikali iliunda ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, idara maalum za SMZ, na ilipofika mwaka 2016 jina la ofisi hii lilibadilika na kuwa ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, serikali za mitaa, idara maalum za SMZ, ambapo ofisi hii imeanzishwa kwa gazeti rasmi la serikali nambari LN 14/2020. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ, Idrisa Kitwana Mustafa, amesema ni vyema kujifunza na kuelewa namna wizara inavyofanya kazi kutokana na kuwa na dhamana hiyo kama sehemu ya majukumu yao. Lakini tumeingia, umeanza kutulea vizuri, tunajifunza tena kutoka kwako, na alhamdulillah tunashukuru. Tumepata kiongozi ambaye yeye anaijua vizuri sasa, anaijua vizuri serikali. Maana sisi tuna serikali, lakini unavijua vizuri vyombo vyetu. Mheshimiwa, mimi nitoe shukrani zangu kwako na nikwambie Mheshimiwa, tutajitahidi wizara yetu pamoja na wenzangu, hatutakuangusha. Wajumbe wa kamati hiyo wamesema kutokana na ukubwa wa wizara ipo haja ya kuongeza jitihada katika uzalishaji na kutatua migogoro kwenye jamii ikiwemo ardhi ili kukuza uchumi wa nchi. Na lile la tuliloliachia sisi tulioondoka na vikosi kufanya miradi, tunashukuru sana vikosi, wamefanya kazi nzuri sana katika jambo hili sana tena. Ukiangalia na serikali iliyoamini, wamewapa miradi ya ujenzi wa masoko yote, wamejenga wao masoko makubwa, wamejenga skuli hawa nyingi, wamejenga ofisi za masheha zote. Kwa hivyo wanafanya kazi nzuri, lakini pia wana miradi mingi ya maendeleo. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Jeshi la Sudan Kusini limewaamuru raia wote na wafanyakazi kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yote ya kutoa misaada kuondoka katika kaunti 3 katika jimbo la Jonglei kabla ya operesheni dhidi ya vikosi vya upinzani kuanza. Mapigano ambayo Umoja wa Mataifa unasema yanatokea kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana yamekuwa yakikumba Sudan Kusini, nchi changa zaidi barani Afrika, kwa miezi kadhaa. Kikosi cha ulinzi cha wananchi wa Sudan kilisema katika taarifa yake kuwa operesheni hiyo iliyopewa jina la operesheni ya kudumisha amani, ambapo wananchi wameagizwa kuhama mara moja kwa ajili ya usalama wao na kwenda katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali haraka iwezekanavyo. Mapema mwezi huu vikosi vya SPLA-IO viliuteka mji wa Pajuk katika mapigano makali kaskazini mwa Jonglei, na kutekwa kwa mji huo kulionekana kama kuweka mji mkuu wa jimbo la hatarini. Kwingineko,
Watu wasiopungua 15 wamefariki dunia baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria zaidi ya 350 na wafanyakazi wake kuzama kwenye maji ya pwani ya kusini mwa Ufilipino. Wafanyakazi wa uokoaji wameokoa watu 316 waliokuwa ndani ya meli ya MV Trisha, lakini watu 28 bado hawajulikani walipo. Meli hiyo ambayo ilikuwa ya mizigo na abiria ilikuwa njiani kutoka kusini mwa nchi hiyo kwenda kisiwa cha Jolo kusini magharibi Januari 26 ya mwaka 2026, huku serikali inasema wanachunguza chanzo cha kuzama kwake. Ufilipino ni taifa la visiwa 7,100 na lina historia ndefu ya majanga ya baharini yanayohusisha feri, ambapo Mei 2023 watu 28 walifariki baada ya kivuko cha abiria kushika moto. Na tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, dhoruba hatari ya majira ya baridi imeikumba Marekani na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 7 na kukata umeme kwa maelfu ya nyumba. Kulingana na mamlaka ya kimataifa ya hali ya hewa NWS, imesema shule na barabara kote nchini humo zimefungwa na safari za ndege zimefutwa, huku theluji mbaya ikionekana kutoka Texas hadi New England, huku watu 2 wamefariki kutokana na baridi kali huko Louisiana, na vifo vingine vilivyosababishwa na dhoruba hiyo vimeripotiwa Texas, Tennessee na Kansas. Ripoti zinaeleza kuwa kufikia Januari 25 ya mwaka 2026, alasiri zaidi ya kaya 800,000 zimepoteza umeme. Kulingana na wakati huo huo, zaidi ya safari za ndege 11,000 zimefutwa, huko ikitarajiwa theluji nzito kuathiri takribani wa Marekani milioni 180, zaidi ya nusu ya idadi ya watu. Marekani inakumbwa na moja ya dhoruba kubwa zaidi ya theluji katika zaidi ya muongo mmoja, ambapo wataalamu wa hali ya hewa wameonya kwamba moja ya hatari kubwa za dhoruba hiyo ni barafu ambayo ina uwezo wa kuharibu miti, kuangusha nyaya za umeme na kufanya barabara kuwa hatari. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. VID yatoa vifaa vya shule kwa wanafunzi zaidi ya 260 katika mikoa ya Mwanza na Geita. Waislamu wa kata Kiloleni katika manispaa ya Tabora waomba kuungwa mkono katika ujenzi wa msikiti. Katika habari za kimataifa, watu takriban 15 wamefariki baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria zaidi ya 350 kuzama majini katika pwani ya kusini mwa Ufilipino. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majaliwa ya Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.